Pia tumekuwa na changamoto mbalimbali kama vile namba moja, upungufu wa viti na meza. Ndugu mgeni rasmi, shule hii inakabiliwa na upungufu mkubwa wa viti na meza ambapo hupelekea baadhi ya wanafunzi kusimama au kukaa chini wakati wa masomo. Jambo hili limepelekea baadhi ya wanafunzi wenzetu kusitisha masomo au kuwa watoro. Namba mbili, ukosefu wa bwalo. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu haina bwalo la kulia chakula, hali ambayo hutufanya sisi wanafunzi kupata wakati mgumu, hasa nyakati za mvua. Huwa tunalazimika kulia chini ya miti na hata mabwenini, kitu ambacho kinaweza kuleta madhara ya kiafya na kwa mazingira yetu kwa ujumla. Namba tatu, kukatika kwa maji na umeme. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu inakabiliwa na tatizo la kukatika kwa maji na umeme, hivyo kupelekea wanafunzi kutembea umbali mrefu kufuatilia maji, pia kushindwa kujisomea nyakati za usiku kutokana na ukosefu wa umeme wa uhakika. Namba moja, upungufu wa viti na meza. Ndugu mgeni rasmi, shule hii inakabiliwa na upungufu wa viti na meza ambapo hupelekea baadhi ya wanafunzi kusimama au kukaa chini wakati wa masomo. Ukosefu wa kompyuta. Pamoja na kuwa shule yetu inafundisha masomo ya kompyuta, lakini pia ina uhaba mkubwa wa kompyuta. Ina kompyuta moja ambayo ni nzima. Ukosefu wa bwalo. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu haina bwalo la kulia chakula, hali ambayo inalazimu wanafunzi kulia chini ya miti na hata mabwenini. Kukatika kwa maji na umeme. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu inakabiliwa na tatizo la kukatika kwa maji na umeme, hivyo hupelekea wanafunzi kutembea umbali mrefu kufuatilia maji, pia kushindwa kujisomea nyakati za usiku kutokana na ukosefu wa umeme wa uhakika. Ombi. Ndugu mgeni rasmi, kutokana na changamoto tulizoziainisha hapo juu, tunaomba utatuzi wa changamoto zifuatazo: kutengenezewa samani za shule, yaani viti na meza vipatavyo 300 kwa kadri itakavyowezekana. Kununuliwa kompyuta angalau 2 ili kurahisisha ufundishaji wa somo la kompyuta hapa shuleni. Kupatiwa nishati mbadala, mfano sola au generator. Kwa hiyo nawakaribisha sana wazazi wote mnaotoka mbali kuja hapa Kabanga. Najua mpo mikono salama, maana niko na mtendaji wangu, amani hapa imetawala. Nichukue fursa hii kwanza kabisa, hii sherehe aliyekuwa amealikwa kabisa kuwa mgeni rasmi ni John Herman, ambaye ni rafiki yangu sana. John Herman naye akaona sina mtu mwingine wa kwenda kuniwakilisha, akaniomba mimi. Kwa hiyo hapa naongea pia kwa niaba ya John Herman. Kwa hiyo moja kwa moja niende kwenye changamoto. Changamoto kila sehemu zipo na bado tunapambana nazo. Nikiwa kama diwani, na mwaka huu ni diwani, nimo katika kamati ya elimu na afya. Kwa hiyo swala mojawapo mkuu ni kuahidi swala la bwalo. Shule hii inaendelea kupambana nalo. Naamini serikali ikipata pesa tu, bwalo linaenda kujengwa ili watoto wasio wanakula kwenye miti. Hapo vipi? Swala la pili, Bwana John Herman ameniambia mkuu wa shule, kutokana na changamoto ya madawati, yeye ameahidi, kwa sababu hayupo, ameniahidi akitoka safari anakuja kukukabidhi shilingi milioni 2. Mimi binafsi nimshukuru John kwa sababu maisha ya sasa ni magumu, hali ni ngumu, na mtu kujitoa, mtu binafsi kukupa pesa, ujue huyu mtu ana upendo, huyu mtu ana moyo wa maendeleo. Kwa kweli mimi nasema watu wa Kabanga na wanafunzi wote tumshukuru John. Ameamua kuninyima yeye kutoa shuleni hapa. Hapo vipi? Maana sio majukumu yake, ili ni jukumu la wazazi na serikali, si ndio jamani? Ndio. Lakini yeye ameamua, na nadhani John hana mtoto anayesoma hapa, ila ameamua kutoa tu.
Kwa hiyo binafsi nasema huko alipo tuendelee kumwombea. Hapo vipi jamani? Si anastahili kuombewa eti? Ndio. Tumuombee kwa kweli. Muombee tu. Mimi niwashukuru Form 6. Leo mmetoa maigizo mazuri sana. Maigizo ambayo mnaenda kukutana nayo mitaani. Ni maigizo ambayo sio utani, ni ukweli. Kuna watu wana tabia kudharau wengine, lakini kuna watu wanapenda kujishusha. Sasa unaweza ukakutana na mtu aliyeamua kujishusha, wewe ukamdharau. Kumbe kesho huyo ndo msaada kwako. Yaani tujifunze kutengeneza connection. Yaani tutengeneze mahusiano. Katika maisha ya sasa, kati yenu hapo kuna mmoja anaweza akatangulia kuwa tajiri. Mwingine akaamua kaenda kuuza kuku, wewe ukamdharau, lakini kesho ana hela. Wewe unajifanya unasoma, unaendelea huko, afu unamwomba yule anayeuza kuku. Kwa hiyo mimi nasema kama mlikuwa wamoja, muendelee kupendana, muendelee kuwa na grupu lenu, muendelee kupeana connection. Si ndio? Kwa sababu maisha hayana formula. Kwa hiyo mimi jamani niwashukuru sana, nisichukue muda kwa ajili ya hii sherehe. Cha msingi aliyekuwa mgeni rasmi ameshawaahidi atatoa milioni 2 kwa ajili ya madawati haya. Sawa? Na mimi swala la bwalo naendelea kupambana nalo halmashauri, naamini shule itapata bwalo. Sawa? Swala la umeme TANESCO wenyewe wametuahidi kwamba kuna kipindi ulikuwa unakata sana kama mnakumbuka, Ngara nzima. Kila siku, kuna siku mimi nilianzisha mchakato ndani ya grupu, mheshimiwa mbunge akaleta majibu. Majibu aliyotupa alisema aliongea na watu wa TANESCO. TANESCO alisema kulikuwa na changamoto za laini inayotoka kule Nyakanazi kuja kwetu kila siku. Mwisho wa siku akasema wanaifanyia ufumbuzi mkubwa. Kwa maana mnaona wiki hii karibu yote umeme umetulia kidogo, si ndio? Kwa hiyo cha msingi tuendelee kuomba hizo miundombinu yao waendelee kuiboresha ili umeme usikatekate, kwa sababu elimu ya sasa bila ya umeme hakuna kitu. La mwisho, mkuu wa shule, mimi pale nyumbani na kompyuta pale. Kwa hiyo ukipata nafasi kesho njoo nikupe, ila ninayo PC tupwe. Monitor utatafuta. Kwa hiyo ukipata nafasi njoo uchukue kompyuta ili endelee kuimarisha hapa kazi zenu. Nashukuru sana wote mnaokuwepo hapa. Kwa wale ambao nawakumbusha tena, mimi jina naitwa Hafidh Abdalla, ni mheshimiwa diwani wa kata hii ya Kabanga. Asanteni sana, tuko pamoja.